Alama ya hayati Captain Thomas Sankara na dira ya Captain Ibrahim Traore. Itakumbukwa miaka ya 1983 nchi ya Burkina Faso ilipitia hatua ya mapinduzi ya kisiasa yaliyofanywa na askari waliochoshwa na ubadhirifu wa mali ya umma uliofanywa na viongozi wa serikali ya wakati huo. Kikosi maalum kilipindua serikali na kumweka madarakani Captain Thomas Sankara ambaye alikuwa kifungoni akisubiri kunyongwa kwa kosa la uhaini baada ya jaribio la awali aliloliongoza kushindwa. Wabukinabe walihitaji mtu mwenye kaliba yake kwa wakati ule, mtu jasiri, mwenye maono na mwenye matamanio ya maendeleo. Ni Captain Thomas Sankara, mtu atakayeleta mapinduzi makubwa, kwanza ya kifikra kisha ya kiuchumi ambayo yatakuwa jumuishi. Alipochukua uongozi alikuta 50% ya Wabukinabe wanaishi katika umasikini uliokithiri, hali ngumu na isiyo na utu. Alipoingia Ikulu alianza kumkakati wa kuwataka viongozi wawafikirie wananchi kwanza na sio fikra juu ya maslahi binafsi. Huyu alikuwa Captain Thomas Sankara. Waziri wake wa ulinzi wa kwanza kwamba alipoiwaita kwenye baraza la mawaziri aliwaambia anataka gari moja litumiwe na mawaziri wawili. Walimshawishi akakubali kila waziri atumie gari moja. Captain Sankara aliamua kuyauza magari yote hadi ya msafara wa rais na kwenda kufufua magari yaliyopo kwenye karakana za serikali, na yeye aliyatumia hayo. Aliwaeleza viongozi waandamizi wakiwemo mawaziri kuwa wao sio watu maalum, lazima wajishushe. Alipiga marufuku viongozi kusafiri kwa ndege kwa kutumia daraja la kwanza. Ni Captain Sankara. Hoja yake ilikuwa kubana matumizi na kwamba abiria wote huanza safari pamoja na ufika kwa wakati mmoja. Madaraja ya nini? Captain Sankara alioji. Alipunguza safari za nje. Aliamua kupunguza mshahara wake na kuwa $450 tu kwa mwezi. Lakini katika kipindi cha miaka 4 aliyotawala aliacha baiskeli, nyumba chakavu, friji na freezer mbovu ndani ya nyumba yake. Alikuwa mfano wa kuigwa kwa vitendo, ijapokuwa umasikini sio sifa, ila alionyesha njia kwamba kuwatumikia wananchi hakukufanyi kuwa tajiri. Aligeuza fikra za wananchi kwa kuwataka waone kuwa nchi yao itajengwa na wao wenyewe. Wabukinabe walimwona huyu kuwa ni mkombozi wao. Mmoja kati ya watu waliohoji ambaye wakati huo alikuwa na miaka 16 na sasa ni mwanamuziki alisema, huyu ni baba yetu, huyu ni mwanga wetu, sisi wanyonge. Usaliti dhidi ya nia njema. Pamoja na nia njema ya Captain Thomas Sankara, kwa bahati mbaya watu wa karibu na Sankara ambao walizoea kuishi maisha ya mazoea ndio walikuwa wa kwanza kumpiga vita. Rafiki yake mpendwa waliosoma pamoja, wakaenda katika mafunzo ya kijeshi Madagascar na baadaye kuishi naye kwa wazazi wake, Bwana Compaore Brice ndiye aliyepanga njama ya kuondoa uhai wa Captain Thomas Sankara. Thomas Sankara alielezwa mara kadhaa juu ya njama hizi, ila alipuuza. Ni vile tu hakuamini. Na hakuamini kwa sababu alifikiri anavyoguswa yeye na maendeleo ya watu wake ndivyo wanavyoguswa wengine. Mnamo mwaka 1987 ukawa mwisho wa nuru. Giza likafunika mboni za Burkina Faso ambao sasa ni Burkina Faso au Bukinabe. Mwili wa mwamba Captain Thomas Sankara ulitobolewa zaidi ya mara 60 kwa risasi. Rafiki yake mkubwa na wa karibu Compaore akawa rais, akawa msaliti nambari 1. Akasahau wema wa Thomas Sankara, akasahau malezi ya wazazi wa Thomas walipokuwa wakirudi toka masomoni. Wazazi wa Thomas walimfanya mtoto wao. Baada ya kifo cha Sankara hakukanyaga tena nyumbani kwa walezi wao. Wazazi wa hayati Sankara waliugua hadi kufariki bila msaada wowote
wa kiutu kutoka kwa Compaore. Akafanya kazi ya kubadili katiba kila amalizapo kipindi chake. Hata hivyo, jaribio la kupata kipindi cha tatu lilipingwa na wananchi. Wakasema, tunamtaka mtu kama Sankara. Wakamuondoa madarakani kwa nguvu ya umma. Ikumbukwe, Sankara aliwahi kusema, wakiniua mimi watazaliwa masankara wengi zaidi katika nchi hii. Miongoni mwa hotuba zake za kwanza, Sankara alisikika akisema, Burkina Faso sio nchi masikini, ina rasilimali za kutosha, na kwamba hakuna haja ya misaada kutoka nje. Misaada huleta utumwa. Alizuia kuagiza nguo na akajenga viwanda, akaimarisha miundombinu ya elimu, barabara na reli. Akatoa tamko kwamba elimu itatolewa bure. Ikumbukwe kuwa katika kujenga hali ya kujitambua, yeye ndiye aliyefuta jina la nchi hii kutoka Apavota na kuwa Burkina Faso, yani nchi ya wanaojitambua, the land of upright people. Hayati Thomas Sankara alishiriki kazi za ujenzi wa miundombinu kwa mikono yake. Haya yalikuwa mageuzi makubwa ya kifikra. Wabukinabe walimpenda. Ameacha alama ya kudumu mioyoni mwao na watampenda daima. Kapteni Thomas Sankara aliwahi kutembelea Tanzania na kufanya mazungumzo na hayati Mwalimu Nyerere, ambapo alibainisha wazi mapenzi yake kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kumuita baba. Sankara aliamini zaidi katika kujitegemea ili kuleta mapinduzi ya kisiasa na kiuchumi. Hayati Thomas Sankara aliathiriwa na mkondo wa mawazo ya kisoshalisti. Alikuwa mtoto wa wanamajumui wa Kiafrika kama akina Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Nelson Mandela na wengine walioacha alama katika bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Kwa fikra zao pana za kuifanya Afrika ijitambue, hayati Thomas Sankara atakumbukwa daima. Pamoja na hayo, tujifunze kuwa sio jambo rahisi kutokea watu wenye uthubutu wa kiwango cha juu katika kufanya maamuzi hapa duniani, kama akina Sankara na wababe wengine wa mapinduzi ya kifikra na kisiasa hapa Afrika. Baadhi yao nimewataja. Binadamu wanaumbwa wakiwa wa wastani, yani kiasi. Hii ndiyo kawaida ya uumbaji. Aidha, wapo watu wachache wanaotokea kuwa wa zaidi ya wastani, yani zaidi ya kiasi, zaidi ya wastani katika kufikiri, kuamua na hata kuona. Kuwa na moyo wa kuamua, kusema na hata kutenda bila uoga. Uumbaji unatufunza kuwa tuwe sawasawa, lakini uhalisia katika ukweli unatuweka katika madaraja mbalimbali. Na wiwa kuzama sana katika falsafa za Bwana Thomas Sankara, ila ngoja niweke ukomo huku nikiwa na lengo la kusema kwamba Afrika tunayo bahati kubwa ya kupata viongozi wenye uwezo mzuri kuliko mabara ya wenzetu. Yawezekana tatizo letu likawa ni mfumo. Ni mifumo ya kiuongozi, ila Mungu anatuletea watu jasiri wa aina tofauti, ijapokuwa kwa nyakati tofauti. Taifa la Burkina Faso hivi majuzi wamejikuta wanaongozwa na kijana jasiri, makini, mtulivu wa maamuzi, mwanajeshi kiongozi Captain Ibrahim Traore. Kimsingi, Captain Ibrahim Traore anazo sifa nyingi ambazo amefanana zaidi ya 90% na hayati Captain Thomas Sankara. Vijana wa Kiafrika tunayo fursa ya kujiuliza na kubaki na tafakuri ni namna gani tunaweza kuwalinda kwa kiwango ama kuwatia moyo viongozi wenye ujasiri katika nchi zetu za Afrika kwa kupigania maslahi jumuishi.